Jioni ya leo nataka tukaweze kuangalia somo kuifuata sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika somo hili tutaanza kwa kusoma katika kile kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 12, na nitaanzia hapo kwanza na nitasoma hadi mstari ule wa 9. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akachukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Harani. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanani, na wakaingia katika nchi ya Kanani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More. Na Wakanani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli. Akaingia akapiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma kwa kirefu maandiko haya, lakini tunataka tuangalie sana mstari ule wa kwanza. Na tukiangalia tunaona Mungu anamwambia Abrahamu ya kwamba toka wewe katika nchi yako na katika jamaa yako na katika nyumba ya baba yako, kwa sababu kuna mahali nataka ufike. Na tunaona ya kwamba Abrahamu alijikusanya na akaondoka kuenda. Na tukiangalia katika ule mstari wa kwanza, Mungu alimtaka Abrahamu atoke ama ajitenge na nchi yake na watu wa kwao, na pia ajitenge na nyumba ya baba yake. Lakini tunaona ya kwamba Abrahamu, mstari ule wa 5, Abrahamu alikusanya na jamaa pia akatoka na wao. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia tunaona ya kwamba Mungu alipeana maagizo sahihi yaliyo wazi ya kwamba toka wewe katika nchi yako, katika jamaa zako na katika nyumba ya baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba katika mstari huu ambao tumesoma, Mungu ana vile anazungumza na mtu, halafu ni jukumu la huyu mtu anayezungumza na Mungu kufuata kile Mungu anasema. Na ndiposa tumeona kwamba leo tujifundishe kuifuata sauti ya Mungu. Abrahamu aliambiwa ya kwamba toka na uende nchi nitakayo kuonyesha. Na kuna kitu cha muhimu kabisa ambacho Mungu anatuonyesha hapa, ya kwamba anataka tutembee na yeye. Abrahamu aliambiwa kule unaenda, mimi ndiye nitakaye kuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaona ya kwamba Abrahamu alitoka akaanza kuenda ile safari, lakini hajui kule anakoenda. Na tunaona ya kwamba
maandiko yanapotuambia ya kwamba Abrahamu aliambiwa na Mungu, nenda, toka uende katika nchi nitakayokuonyesha. Mungu alitaka atembee na yeye na kusikiza kile anachosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano nikwambie, tukutane huko town, kuna mahali nataka kukuonyesha kitu. Sasa wewe utanitegemea mimi kwa sababu kile nataka kukuonyesha wewe hujui pahali kiko. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa unaona ya kwamba katika utembezi wetu, katika safari yetu ya wokovu, tunahitaji kumtegemea huyu Mungu kwa kile anachokiongea. Anasema nini katika maisha yetu? Ndiposa tuendelee kuifuatilia sauti yake. Na tunaona ya kwamba Abrahamu wakati alipokuwa ameenda na amefika katika nchi ya Kanaani, Bwana akamwambia ya kwamba hapa ulipofika, uzao wako nitawapatia nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba Abrahamu akaendelea kusongea mbele. Akaendelea kusonga mbele. Na tukisoma hiyo story yote tunaona ya kwamba alienda mpaka akafika nchi ya Misri. Lakini muda ule wote ambao alienda mpaka nchi ya Misri, hatuambiwi kwamba Bwana alimuongelesha. Kuna ukimya fulani ambao ulikuwa mahali pale. Kwa sababu Mungu anataka tusikize ni kitu gani ambacho tunapaswa kufanya kulingana na kile amesema tufuate. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta ya kwamba Abrahamu akaenda na alipomjengea Bwana madhabahu pale mahali alipomwambia ya kwamba nchi hii nimewapatia uzao wako, alijenga madhabahu pale. Kisha akaendelea na safari. Lakini tunamuona baada ya kwenda kote Misri, tunaona ya kwamba alirudi mahali pale alipojenga madhabahu mara ya kwanza. Na alipofika pale, mali yao iliongezeka kwa wingi tu, wote wawili, yeye pamoja na Lutu. Mali yao ilizidi kuwa nyingi na wakawa hawawezi kukaa mahali pamoja. Na tunaona ya kwamba wakati mali ilizidi, ilibidi watengane. Bwana Yesu asifiwe. Wakatengana, na tukiangalia katika kutengana kwao, Mungu hakuhusika na matengano hayo. Alifanya tu kwa Abrahamu, alimwambia tusitete, wewe angalia kule utaenda. Lakini Lutu naye akaangalia kwa hekima ya kibinadamu na hakuwa na sauti ya Mungu iliyomuongoza mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba wakati alipoenda huko alikuwa na mali nyingi, na akaendelea kupanuka akikita hema zake mpaka akafikia mji wa Sodoma. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba katika maisha yetu, muda wote ambao tutakuwa tunaisikiza sauti ya Mungu na kuifuata, kwa sababu kusikia sauti ya Mungu ni jambo moja na kuifuata ni jambo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoisikiza sauti ya Mungu na kuifuata, kuna kufaulu, kuna kufanikiwa na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Tukimwangalia Joshua katika kile kitabu cha Yoshua 1, mstari ule wa 7 na 8. Nitasoma. Uwe hodari na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba kuna jambo ambalo tunahitaji kulifahamu vizuri, ya kwamba muda ule tutaifuata sauti ya Mungu, tutakuwa na mafanikio katika maisha yetu. Maana Mungu anamwambia Joshua
ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe, lakini fuata kile kimeandikwa katika haya maandiko, na tena uyatafakari mchana na usiku, ili uweze kufanikisha njia zako, na ndipo utakapositawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna kufaulu, kuna kuendelea na kuna kusitawi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hawa watu wawili walipoendelea na safari yao, walifaulu, wakaona makundi yao, mali iliongezeka, lakini kuna kustawi hakukuwa nao. Manake hawakuwa na makao. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa ni watu wa kuhamahama. Na tunaona ya kwamba wakati Lutu alitengana na Abrahamu, tunaona sasa Mungu anasimama, anamtokea Abrahamu na anamwambia, tuende pale katika kitabu cha kile cha Mwanzo 13. Mwanzo 13, na tutasoma kuanzia 14 na 15. Bwana, ngoja nikungoje, na unasikia makaratasi yanafunguliwa. Mwanzo 13 mstari wa 14 na 15. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Tunaona ya kwamba wakati Lutu walitengana na Abrahamu, tunaona ni wakati Mungu sasa anarudi kuongea, na anamwambia Abrahamu, nchi hii nitakupatia wewe na uzao wako milele. Bwana Yesu asifiwe. Maana Abrahamu alitoka na Mungu akamwambia, uende kule nitakako kuonyesha. Na katika kuenenda kwa kule ambako Mungu alikuwa ni amuonyeshe, ni walikuwa watembee pamoja, waende pamoja, watembee wakiwa pamoja. Yani mashauri yao ya Abrahamu awe anaongozwa na huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unakuta mara nyingi katika maisha yetu, kuna mambo mengi Mungu amenena nasi, kuna mambo mengi Mungu amezungumza na sisi, na tunaona ya kwamba tukasikia ndio Mungu amesema, halafu tukaona hii njia labda sio, labda ukaenda kuuliza mashauri jirani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jirani hakuwa katika huo mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba maisha yetu mengine tumeua maono. Kwa sababu gani? Tumekosa kuifuatilia sauti iliyozungumza kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba kuna sauti imetuambia, labda maishani mwako kuna kitu Mungu amezungumza, fanya hivi na hivi na hivi. Lakini katika akili na mawazo yako unaona hiyo kitu huenda isifaulu. Lakini ukumbuke ni Mungu ndiye amezungumza. Lakini unasema hapana, hii kitu kwanza fulani alifanya ikafail, itakuwaje kwangu? Kisha unaiachilia. Unapoiachilia ni maono yameisha, ni maono yamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba tumezika maono mengi kwa sababu ya kukosa kuisikia sauti ya Mungu. Na tunapoendelea na somo hili, tutaona ya kwamba Mungu anatuhitaji. Nikiangalia ule mstari wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo 12, anasema toka uende katika nchi nitakayokuonyesha. Kwa hivyo hauendi ukiwa peke yako. Hata kama kuna mtu alianza jambo na likamshinda, wewe Mungu amekwambia nenda, niko na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo hatuendi peke yetu, tuko naye Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hiyo tunaona maisha yetu yataendelea na kubarikiwa, yataendelea kupanuka na kuongezeka. Kwa sababu gani? Tunamsikiliza Mungu anasema nini katika maisha yetu.
Kuna watumishi wengi ambao wamesikia sauti ya Mungu na wakachukua hatua ya kuifuata, kisha baadaye wakaona labda siku hizi unajua unataka ukuwe na crowd kubwa, unasema hapana, wacha niende njia zingine ndio crowd iongezeke. Lakini unasahau kuna Mungu aliyeanza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unaacha hiyo sauti, Mungu haendi na wewe. Bwana apewe sifa. Unaenda peke yako, unafika mahali na unakuta huduma inakuwa ngumu. Unasema labda huyu Mungu hakuniita. Mungu alizungumza, lakini ulipochukua hatua, ukaacha hiyo njia na ukaenda kwingine. Na unakuta ya kwamba huduma inabadilika, inakuwa kitu chengine. Kunakuwa sarakasi na vitimbi kwa sababu ya kukosa kuisikiza na kuifuata sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo katika maisha yetu, kila jambo tunalifanya kwa sababu tunalifanya tukijua ya kwamba Mungu anahusika katika hili jambo. Tunajua ya kwamba Mungu ndiye anayetuongoza katika jambo hili. Na tunapojua ya kwamba Mungu ndiye anayetuongoza, tunakuwa na ujasiri wa kufanya hiyo kitu. Hata kama watu wengine walifanya na wakashindwa, lakini kwa sababu wewe Mungu alikwambia. Bwana asifiwe. Unajua hapa siko peke yangu. Hapa nina Mungu. Bwana apewe sifa. Tunamwangalia Lutu, tukimwangalia Lutu tunaona ya kwamba yeye alipoona bonde liko zuri, aliamua kuenda huko. Na tunaambiwa ya kwamba hilo bonde lilikuwa kama bustani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kulikuwa kuzuri tu. Hata mimi na wewe tungeambiwa chagua, tungeenda hiyo maeneo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu hakukuwa na sauti ya Mungu maeneo yale, akaenda akitumia hekima ya kibinadamu. Na kwa sababu alikuwa na mifugo, aliona ni vizuri aende kule kwenye manyasi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba akaongezeka na kuongezeka na akapanua hema zake, akijua mimi huku nimefaulu, kumbe anaingia Sodoma. Na kule kukawa kubaya. Mwishowe alitoka yeye na watoto wake wawili. Bwana Yesu asifiwe. Yeye na watoto wake wawili. Mali yote hatuambiwi alitoka nayo. Alitoka huko wakiwa watatu, mwingine akaishia katikati, na wakafika kule walikuwa wanaenda wakiwa watu wawili, wakiwa watu watatu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa tunaangalia maisha yetu. Ni nini Mungu anazungumza katika maisha yetu? Ni kitu gani Mungu amesema maishani mwetu ambacho labda tumekiachilia, tukaona tukakipuzilia, tukaona ya kwamba hiki huenda kikanitia hasara. Hiki labda si Mungu amesema, labda ni akili zangu. Bwana Yesu asifiwe. Wana katika kile kitabu cha Mithali, kitabu kile cha Mithali kinatuambia hivi. Mithali 3 na kuanzia mstari ule wa 5 na 6 nitasoma. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huu unaturudisha katika pale kitabu cha Mwanzo 12. Tusiweze kuzitegemea akili zetu sisi wenyewe, kwa sababu hata tukizitegemea haziwezi kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hasemi usifikirie, anasema usizitegemee. Katika yote mtumainie Mungu. Katika yote mtegemee Mungu. Lakini akili zako usizitegemee. Lakini hajasema usifikirie. Waza na mapana yote. Fikiria mambo mengi. Lakini katika kumtegemea na kumtumainia Mungu, sikia Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaendelea hapo, tunaona ya kwamba Mungu ana mpango mzuri na sisi. Kwa sababu tunapoifuata sauti yake, hatutaweza kupotea. Hatutaweza kuhangaika hapa na pale. Hatutaweza kutatizika katika kila jambo tulifanyalo. Maana anasema ya kwamba utafaulu, utafanikisha njia zako. Lakini ni katika wapi? Katika kuifuata sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Unapokosa kuifuata sauti yake Mungu, kuna hatari.
Kwa sababu wakati unapoanza safari na Mungu, halafu ufike katikati ukose kuisikia sauti ya Mungu na kuifuata, kusikia utasikia na hata utajadiliana nayo, useme hapa huku siko, siendi. Lakini ukumbuke Abrahamu aliambiwa toka uende nchi nitakayo kuonyesha mimi. Hakuambiwa anaenda wapi. Labda angeambiwa unaenda mahali fulani, angeanza kusema nitakwenda kaje huko na hii mifugo yangu na watu wangu, na huko kuna watu watanichukuliaje. Angeanza sasa kuanza kutoa sababu zake. Lakini alipoambiwa na Mungu, alimtumainia huyu Mungu na akamtegemea huyu Mungu na akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Na alipotoka, Mungu alitembea na yeye. Na baada ya kuwa ameachana na Lutu, Mungu anamwambia sasa, inua macho yako, huku kote nitapatia uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kazi ya kufanya sisi kama watu wa kuokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kufuata sauti ya Mungu. Kile Mungu anazungumza, ni nini amezungumza katika maisha yako? Ni nini amezungumza katika hali unayoipitia? Ni kitu gani Mungu anasema? Na hicho anachosema ndio wokovu wako. Kile anachosema ndio uzima wako. Kile anachosema ndio kufanikiwa kwako. Kile anachosema ndio kufaulu na kusitawi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pale katika kitabu cha Yohana. Yohana mlango ule wa 10 na mstari ule wa 27. Yohana 10 na mstari wa 27. Nitasoma. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba huyu ni Yesu. Anasema wale kondoo wangu, wale watu wangu wanaisikia sauti yangu na ninawajua, na anasema hao wananifuata, kwa sababu kila atakalosema watu wake hufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa tunaona ya kwamba hata baada ya Abrahamu kwamba ametoka akajenga madhabahu, Bwana alipomtokea akajenga madhabahu, akasafiri akaenda mbali, lakini akaona hapana, huku network haiko, akapiga U-turn akarudi paka pale tena. Na huko alikoenda tunaambiwa alijenga madhabahu na akalitia jina la Bwana, lakini hakukuwa na mawasiliano, akarudi pale pale kwa ile madhabahu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika pale, baada ya kuwa ametengana na huyu jamaa, Bwana sasa anamwambia sasa inua macho sasa. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yetu, kile Mungu amesema, wacha turudi pale kwa drawing board. Bwana Yesu asifiwe. Turudi pale Bwana, kuna wakati ulizungumza hivi, lakini nikaona haviendi vile vinaenda sawa sawa. Lakini kwa mawazo yangu na akili zangu nimekwama. Sasa nimerudi hapa, tuanze na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Naye anatungojea katika hiyo nafasi. Anatungojea turudi pale, na tunaposema ya kwamba sasa mimi nimekuja nianze pamoja na wewe. Maana ulizungumza kweli, lakini nikaviacha, nikafunika, maono yakaisha. Lakini sasa nataka niyafufue. Mungu yuko tayari kuanza pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yuko tayari kuanza na wewe, na Mungu atakupeleka muda ule utakapoisikia sauti yake Mungu na kuifuata. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumesema ya kwamba kuisikia ni jambo lingine na kuifuata pia inatugharimu mimi na wewe tukaweze kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yetu, wacha tumtumainie Mungu, wacha tumtegemee huyu Mungu, kwa sababu hapo ndipo kwenye ufanisi wetu, hapo ndipo tutakapokuwa na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaona ya kwamba Yesu anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu na wananijua na ninawajua. Kwa hivyo hata tukienda huko tukirudi, Mungu anatupokea.
kwa sababu anasema ninawajua na hakuna mtu anaweza kuwapotosha. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu langu mimi na wewe jioni hii ya leo tukasikize sauti ya Mungu na tukaifuate. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapoifuata tutakuwa watu wa kufaulu, tutakuwa watu wa kuendelea, tutakuwa watu wa kusitawi sana. Tunamuona Abrahamu wakati aliporudi katika pale mahali, Mungu aliendelea kumkuza. Mungu aliendelea kupanua mipaka yake. Mpaka Lutu alipoenda kule kukaharibika, alirudi tena na Abrahamu akamsaidia. Abrahamu alimfunika. Abrahamu akamfanyia kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maisha yetu Mungu ndiye anayeyaongoza, lakini inategemea mimi na wewe tutafuata sauti ya Mungu ama tutaiachilia. Kwa sababu tunapoiachilia sauti ya Mungu, Mungu naye anakaa kimya maishani mwetu. Hata zungumza. Ni kama anakungojea na kuambia sasa wewe tulikuwa tuenda huku lakini umeshika njia hii. Kwa hivyo sasa huko sijakwambia uende. Atakuacha uende mpaka ukirudi sana kwambia haya tuende sasa. Sasa itategemea ni miaka mingapi utapiga U-turn mpaka urudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni Mungu mwenye rehema, anataka tutembee na yeye. Anataka tuisikie sauti yake na tutembee kama vile anavyotaka yeye tutembee, na tutakuwa washindi kila wakati. Jina la Bwana litukuzwe. Basi nitaweza kukomea hapo kwa jioni ya leo. Ni hatua tukaweze kuchukua na tukaweze kufaulu na kuendelea, na muda wote ambao tutasikia sauti ya Mungu, muda wote tutakapotembea kuifuata sauti ya Mungu, tutakuwa washindi na jina la Bwana litazidi kutukuzwa. Amen. Basi tusimame.